kwa pamoja na maaskofu wenu tutaadhimisha tukio la kubariki mafuta ya wagonjwa, mafuta ya wakatekumeni na kuweka wakfu mafuta ya Krisma. Naomba niwakumbushe tena, mafuta haya tunayobariki na kuweka wakfu yana malengo matakatifu. Mafuta ya wagonjwa yanaandaliwa yatumike kuwafariji na kuwatia nguvu wagonjwa na walio dhaifu. Tusiyatumie kiholela, tusiyatumie kimzahamzaha, tuyatumie kwa imani na uadilifu kama atakavyo Mungu. Mafuta ya wakatekumeni yanabarikiwa na yatatumika kuwaandaa wakatekumeni wanapoelekea kupokea sakramenti ya ubatizo. Wale watakaoandaliwa kubatizwa na tutakaopewa fursa kuwapaka mafuta ya katekumeni, tujiridhishe kwamba wameandaliwa vizuri, wanaelewa imani ya Kikristo, wanaipokea imani hiyo na kuishi wakimfuata Kristo, kuhani na mfalme. Mafuta ya Krisma yanawekwa wakfu, na yanawekwa wakfu siku ya leo tu. Kwa mwendo wa kawaida, matukio haya ya kubariki mafuta ya wagonjwa na wakatekumeni na kuweka wakfu mafuta ya Krisma hufanyika Alhamisi Kuu asubuhi. Kwa sababu za kichungaji, tumeamua kuadhimisha leo Jumanne ya wiki kuu, ili tuadhimishe vizuri, mpokee mafuta ya wagonjwa, mafuta ya wakatekumeni na mafuta ya Krisma, muende nayo kwenye maparokia yenu tayari kuyatumia kama ipasavyo. Ndugu zangu, mafuta ya Krisma yanatumika katika sakramenti ya ubatizo, katika sakramenti ya kipaimara, yanatumika katika sakramenti ya daraja, kumweka padri, kumpaka padri viganjani anapopadrishwa, na askofu utosini anapowekwa wakfu kuwa askofu. Aidha, yanatumika kutabaruku makanisa na altare. Msiende kuyatumia kihovyo hovyo kwa namna ambayo ni ya mzaha. Zingatieni heshima ya hiyo Krisma takatifu na itumieni kuwatakatifuza watu, kutakatifuza altare, kutakatifuza makanisa. Na hapa naomba nitoe onyo. Ni onyo ambalo nimeshalitoa katika fursa nyingine, lakini kwa sababu wako watu ambao ni kama agizo moja likitolewa linaingia sikio moja linatokea sikio la pili, niwakumbushe tena, tafadhali zingatieni maana, heshima na matumizi ya mafuta matakatifu. Wako watu ambao wanaweza kufika kwenye kanisa kama hili, na mkilitazama vizuri kwenye kuta zake kuna misalaba na viango vya mishumaa. Ina maana kwamba ni kanisa lililotabarukiwa. Kanisa hili
limetabarukiwa mwaka 1908 na altare hii imetabarukiwa, lakini unaweza kushangaa ukamkuta padre mzima anakuja anapaka mafuta altare, anapaka mafuta ambo hii, anapaka mafuta hayo mabenchi mliokalia, anaenda kupata kama mafuta ile katedra ya askofu pale, na sakafu na nguzo. Enyi mapadre, mmelogwa? Mnatambua kwamba huo ni usanii, huo ni uhuni, huko ni kurubuni na kudanganya watu. Tendeni mambo yaliyo sahihi, tendeni mambo yanayoeleweka, epukeni vioja na vituko. Dini yetu sio dini ya vioja na vituko, ni dini ya imani moja takatifu Katoliki ya mitume. Ni dini ya kweli, halali na sahihi. Tusitafute kuipeleka kivyetu. Tuishi imani yetu kama alivyotujalia na kututaka Kristo. Kwa hiyo tuwe makini. Sisi tumeitwa tukawafundishe watu na kuwahubiria habari njema. Sasa tunapofanya vitu vya mizengwe, hatuwafundishi watu na hatuwahubirii yaliyo mema. Kwa hiyo pale ambapo kuna mielekeo na vionjo visivyo sahihi, tujisahihishe, tujipange kufanya vema zaidi. Mapadri wapendwa, namshukuru Mungu kwa zawadi ya kila mmoja wenu. Narudia tena, napenda kumtambua kila mmoja wenu kama zawadi ya Mungu kwa kanisa, kwa ulimwengu na kwa wanadamu wote. Basi kuweni vyombo vitakatifu vya Mungu. Nitumie fursa hii kuendelea kuwapongeza kwa wito na sakramenti ya upadre. Tuombeane, tusaidiane na tutakatifuzane. Amani ya Kristo iwe nanyi.